Oho, yes bwana Kamando, mara yako tena ya kwanza kujiunga nasi, karibu tena tukazungumza michezo. Hapa ni ABN TV. Tunakupa michezo, taarifa za kimichezo zinazojiri. Leo ni tarehe bwana 10 mwezi wa 4, ikiwa leo ni siku ya Dar es Salaam Derby ambayo inawakutanisha Young Africans dhidi ya Azam FC katika uwanja wa Azam Complex, mchezo ambao utapigwa mnamo saa 1 kamili za usiku. Taarifa ambazo zipo katika maeneo mbalimbali kwamba Azam FC wamedhamiria kweli kweli katika mchezo huu kuweza kufanya tena mapinduzi kama walivyofanya katika ile raundi ya kwanza baada ya kuwachapa mabao mawili Young Africans. Sasa Azam wamejiandaa vilivyo kama wao wanavyosema kwamba pale ni kwao katika uwanja wa Azam Complex. Inawezekana lolote likaweza likatokea. Watu wamejiandaa, timu zimejiandaa kuweza kufanya mapinduzi makubwa. Young Africans nao wana kisasi ndani ya mioyo yao, kwa sababu wanahitaji waweze kufanya mapinduzi makubwa, kuweza kuonesha ukubwa wao mbele ya Azam FC. Hautakuwa mchezo mwepesi kwa sababu wote wana nia na wamedhamiria kuweza kufanya mazuri katika michezo yao. Azam wanataka kuonesha ukubwa wao kwa sababu wamekutana na dhoruba ambayo ni mbaya sana katika mchezo uliopita. Baada ya kupoteza nao wanayo maswali ya kujiuliza katika vichwa vyao, katika benchi la ufundi, kocha na management nzima, kwa sababu wamepoteza mchezo ambao uliopita. Lakini sasa hivi wanakutana na Young Africans ambao nao wana hasira, lakini vile vile wana kisasi, wanahitaji kurudisha heshima yao katika hali ya namna yoyote, kwamba Azam waone kwamba Yanga wako vipi. Bana, hizi ndizo taarifa ambazo zipo siku ya leo katika Dar es Salaam Derby. Yeyote anaweza kaibuka ni mshindi wa mashindano haya. Na hii ni NBC Premier League ambapo anatafutwa atakayekuwa mshindi. Anatafutwa ambapo atakuwa nafasi ya pili, nafasi ya tatu, nafasi ya 4, nafasi ya 5, kuonesha ule ukubwa wa ligi. Sasa kwa Yanga pia nao wanasema wao lazima waoneshe ukubwa wao mbele ya Azam. Kuna jambo ambalo linashindikana, watashinda. Wao ndio wanaosema. Hii ni ABN TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare vile vile na kucomment juu ya taarifa zetu tunazoziweka hapa kila siku.